Hadithi ya Mama Neema na baraka ya mtoto. Basi wasikilizaji wangu, leo nawasimulia hadithi ya mwanamke mmoja aliyeitwa Neema. Neema alikuwa ameolewa kwa miaka mingi na mume wake ambaye alimpenda sana. Walikuwa na nyumba nzuri, maisha ya amani, lakini kulikuwa na jambo moja lililowahuzunisha kila siku: hawakuwa na mtoto. Miaka ilipita, mwaka mmoja ukafuata mwingine, lakini tumbo la Neema halikushika mimba. Alilia usiku na mchana. Kila alipoona watoto wakicheza, moyo wake ulijaa huzuni. Watu wengine walimfariji, lakini wengine walimsema kwa maneno ya kumuumiza. Kwa sababu ya maumivu hayo, Neema alianza kutafuta msaada kila mahali. Alitembea kutoka kijiji kimoja hadi kingine akiwatafuta waganga wa kienyeji. Wengine walimpa mizizi, wengine walimpa hirizi, na wengine walimwambia afanye matambiko mbalimbali. Kwa kuwa alitamani sana kupata mtoto, alifuata karibu kila alichoambiwa. Lakini kadiri siku zilivyopita, hakuna kilichobadilika. Alitumia fedha nyingi, muda mwingi, na hata akajikuta akifanya mambo yaliyokuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Badala ya kupata amani, moyo wake ulizidi kuwa mzito. Siku moja, akiwa ameketi peke yake nyumbani, alianza kutafakari maisha yake. Akakumbuka jinsi alivyokuwa karibu na Mungu zamani, jinsi alivyokuwa akisali kwa imani na kutegemea rehema za Muumba. Machozi yakamtoka. Akapiga magoti na kuomba kwa unyenyekevu. Mungu wangu, nimekosea mbele zako. Nimetafuta msaada mahali pasipofaa na nimeweka tumaini langu kwa wanadamu badala yako. Nisamehe dhambi zangu na uniongoze katika njia yako. Tangu siku hiyo, Neema aliacha kutegemea njia zote zisizofaa. Akaanza kusali kwa bidii, kusoma neno la Mungu na kuishi maisha ya toba. Hakumwabudu Mungu kwa sababu ya kutaka mtoto tu, bali kwa sababu alimpenda na kumtumaini kwa moyo wake wote. Miezi kadhaa baadaye, jambo la kushangaza lilitokea. Neema alianza kujisikia tofauti. Alipoenda hospitalini kwa uchunguzi, madaktari walimpa habari njema: alikuwa na ujauzito. Furaha ilijaa nyumbani mwao. Neema na mume wake walimshukuru Mungu kwa machozi ya shangwe. Baada ya miezi 9, akajifungua mtoto mzuri mwenye afya njema. Kilio cha mtoto huyo kilijaza nyumba yao furaha ambayo walikuwa wameisubiri kwa miaka mingi. Neema hakusahau safari aliyopitia. Kila mtu aliyekutana naye alimweleza kwamba matumaini ya kweli yanapatikana kwa kumtumaini Mungu na kuishi katika njia zake. Alifundisha kwamba ingawa majaribu yanaweza kuwa makubwa, mtu asikate tamaa wala kutafuta njia za uovu, bali amtegemee Mungu kwa moyo wa subira na imani. Na hivyo ndivyo Neema alivyopata baraka aliyokuwa akiisubiri kwa muda mrefu, baada ya kutubu na kurejea kwa Mungu kwa moyo wa kweli. Mwisho.